Eneo la Koinon, kaunti ya Bomet, wamemkamata mwanaume mmoja anayedaiwa kuwaua wanae wawili wenye umri wa miaka 2 na 7 kwa kuwachinja kabla ya miili yao kugunduliwa kwenye jikoni nyumbani kwao katika kijiji cha Touch Assis usiku wa kuamkia Jumamosi. Samira Mohamed ana uketo wa taarifa hii. Biwi la simanzi liligubika katika kijiji ndogo cha Touch Assis katika kaunti ya Bomet. Hii ni kufuatia kuuawa kwa watoto wawili wenye umri wa miaka 2 na 7 usiku wa kuamkia Jumamosi. Watoto wameuliwa ni ango yangu. Lakini tuliachana na hawa watu ilikuwa saa 5 hivi. Watoto hawa wawili wadaiwa kuuawa na baba yao Geoffrey Kipkurui mwenye umri wa miaka 35 kwa kuwachinja kwa kisu kabla ya kuyaacha miili yao kwenye jikoni nyumbani kwao katika kijiji cha Touch Assis katika eneo la Koinon. Sasa huyo jamaa mwenye alikuwa anaua wao watoto hajaoa huyo mama. Ni kuenda tu kama day scholar. Anaenda kulala na kurudi. Huyu mama anabeba mzigo mzito zaidi. Na huyu mama ako na ugonjwa ya kifua. Ana usaidizi wowote, hata aendi kibarua kulea watoto, ana shamba. Kulingana na kamanda wa polisi wa kaunti ya Bomet, Edward Mbagwa, kijana huyu mwenye umri wa miaka 35 anaaminika kutumia kisu cha jikoni kutekeleza mauaji ya kutisha ya watoto hawa wawili. Usiku wa leo kuna mtu mmoja anaitwa Geoffrey Kipkurui wa miaka kama 35 aliweza kuua watoto wake wawili, Valentine Chepkoech wa miaka 7 na Millicent Chepngetich wa mwaka 1 na nusu. Aliweza kuwachinja kwa kutumia kisu cha kukata mboga. Aidha, mshukiwa mkuu Geoffrey Kipkurui anaendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Mogogosek huku uchunguzi ukianzishwa. Hicho kisu kimeweza kuhifadhiwa kutumika kwa ushahidi, na huyu jamaa ameweza kushikwa na atapelekwa kotini Jumatatu. Aidha, wakazi wa eneo hilo wameiomba serikali na idara ya polisi kuingilia kati kutoa suluhu ya kudumu, kwani kumekuwa na ongezeko la visa vya mauaji ya wanawake na watoto katika eneo hilo. Sasa tunaomba msaada na majifu hapa hivi, tunaomba wafanye jambo la kutusaidia kwa sababu tumepoteza watoto wengi. Pombe hapa tena ni zaidi. Mtu anaenda anakunywa pombe, anakuja kuangusia hasira watoto. Kama huyo jamaa mwenye aliua watoto alikuwa amekunywa pombe. Samira Mohamed, runinga ya TV 47, Nairobi.